Baada ya kupita takribani miaka mitatu ya special military operation ya Urusi pale nchini Ukraine, hatimaye kwa mara ya kwanza tumeona Urusi wametangaza kwamba wamekubali kukaa katika meza ya mazungumzo ya ana kwa ana na Ukraine, ambapo rais wa Urusi bwana Vladimir Putin sasa anatarajiwa kukutana ana kwa ana, uso kwa uso na rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky baada ya zaidi ya miaka kama 15-20 hivi kupita viongozi hawa kuwahi kukutana ana kwa ana, zaidi ya kuzungumza kupitia washirika wake au kupitia mawakala ambao walikuwa wakijitokeza kwa ajili ya kusuluhisha mgogoro huo. Na rais wa Urusi bwana Vladimir Putin pamoja na rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky wanatarajiwa kukutana tarehe 15 ya mwezi huu wa 5 mwaka 2025 pale Istanbul nchini Uturuki, ambapo huko unaambiwa yatakwenda kufanyika mazungumzo ya ana kwa ana ya kumaliza mgogoro huo, ambapo tumeona rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky amesema yupo tayari kukutana na rais wa Urusi bwana Vladimir Putin nchini Uturuki siku ya Alhamis kwa mazungumzo ya moja kwa moja ya kujadili namna gani ya kumaliza vita kati ya mataifa hayo mawili. Na hapa rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky ameamua kutengua torati ambayo yeye mwenyewe alijiwekea nazili kwamba kamwe hawezi kukaa katika meza ya mazungumzo na rais wa Urusi bwana Vladimir Putin, labda awe ni kiongozi mwingine wa Urusi na sio bwana Vladimir Putin. Alisema atahakikisha hakai kwenye meza ya mazungumzo mpaka rais wa Urusi bwana Vladimir Putin awe amefariki, ndipo atakaporuhusu yeye kukaa katika meza ya mazungumzo na kiongozi mwingine wa Urusi. Hatimaye yeye mwenyewe kupitia katika mtandao wa kijamii wa X amesema anasubiri usitishaji kamili wa kudumu wa mapigano kuanzia leo Jumatatu ya tarehe 12, anasema ili kutoa msingi unaohitajika wa kidiplomasia. Kiongozi huyu wa Ukraine amesema kwamba hakuna maana yoyote ya kuendeleza mauaji, sasa hivi ndio akili imeanza kumkaa vizuri. Hata hivyo hakujawa na majibu yoyote kutoka ikulu ya Urusi kuhusu Kremlin na utayari wa Zelensky kuzungumza na rais wa Urusi bwana Vladimir Putin, ambapo Zelensky na viongozi wa Ulaya walichukua msimamo mwisho wa wiki kwamba hakutafanyika mazungumzo yoyote hadi Putin atakapokubali kusitisha mapigano kwa siku 30 bila masharti kuanzia Jumatatu ya leo tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2025, ingawa serikali ya Urusi yenyewe imetupilia mbali madai hayo ya Ukraini kwamba wao hawawezi wakapangiwa na Ukraini hata kidogo. Sasa kupitia katika taarifa ambazo zimetolewa na taarifa ambazo tuko nazo ni kwamba rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky analazimika kukutana na rais wa Urusi bwana Vladimir Putin baada ya bandiko ambalo lilichapishwa na rais wa Marekani bwana Donald Trump kupitia katika ukurasa wa Truth Social, ambapo aliandika maneno haya: Rais Putin wa Urusi hataki kuwa na makubaliano ya kusitisha mapigano na Ukraine, bali anataka kukutana siku ya Alhamisi nchini Uturuki kujadili uwezekano wa kukomesha umwagaji damu. Ukraine inapaswa kukubaliana na hili mara moja, angalau wanaweza kuamua ikiwa makubaliano yanawezekana au la, na ikiwa haiwezekani viongozi wa Ulaya na US watajua kila kitu kiko wapi na wanaweza kuendelea ipasavyo. Ninaanza kuwa na shaka kwamba Ukraine itafanya mpango na Putin ambaye ana shughuli nyingi sana kusherekea ushindi wa vita kuu ya pili ambayo haikuweza kushindwa hata karibu bila ya Marekani kuwa na mkutano wa sasa. Hii ni kauli ambayo ilizungumzwa na rais wa Marekani bwana Donald Trump, ambaye amezungumza, anasema Ukraine hawatakiwi hata kidogo kuipoteza nafasi ambayo wameipata, ijapokuwa rais wa Marekani mwenyewe bwana Donald Trump anakiri kwamba ratiba ya bwana Vladimir Putin ni ngumu sana kiasi kwamba hajui kama Putin atakutana naye moja kwa moja au itakuwaje. Sasa kupitia andiko hilo la rais wa Marekani Donald Trump kupitia mtandao wa Truth Social, rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky alienda kwenye ukurasa wake wa X, akafungua peji, akaandika maneno yafuatayo, na it's better kwanza ni yasome kwa lugha ya Kiingereza ili watu tuweze kukuelewana hapa. Alisema hivi:
We await a full and lasting ceasefire starting from tomorrow, that is today, to provide the necessary basis for diplomacy. There is no point in prolonging the killings, and I will be waiting for Putin in Turkey on Thursday. Personally, I hope that this time the Russian will not look for excuse. Anasema kwa lugha ya Kiswahili chepesi kabisa, tunasubiri kwa hamu usitishaji wa vita kamili na wa kudumu kuanzia kesho, ambayo ni leo Jumatatu, ili kutoa msingi muhimu wa masuala ya kidiplomasia. Hakuna maana ya kurefusha mauaji, na nitamsubiri Putin huko Uturuki siku ya Alhamis. Binafsi natumaini kwamba wakati huu Warusi hawatatafuta tena visingizio. Hii ni kauli ya rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky. Rais Zelensky alisema kwamba anamsubiri na anatarajiwa kukutana na mwenzake wa Urusi Bwana Vladimir Putin kwa mazungumzo huko nchini Uturuki, na alitoa wito wa kusitisha kwa mapigano kuanzia hii tarehe 12. Sasa rais wa Uturuki Bwana Recep Tayyip Erdogan hapo awali alimwambia rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kwamba Ankara, kwa maana ya Uturuki yenyewe, iko tayari kuandaa mazungumzo ya kusaidia kumaliza vita vya Ukraine, na hii ilikuwa ni moja kati ya kauli ambayo ilizungumzwa na hiyo Uturuki, ikisema kwamba wako tayari. Sasa baada ya tangazo hilo la kwamba viongozi hao wanafaa kukutana kujadiliana wiki hii, ni kwamba tuliona tayari washirika wa Ulaya wa Ukraine wanakutana pale nchini Uingereza. Uingereza leo ni mwenyeji wa mawaziri wa Ulaya kwa ajili ya mazungumzo muhimu kuhusu kuzuia uvamizi wa Urusi, na hii ni siku mbili tu baada ya washirika wa Ukraine kuitaka Moscow kukubali kusitishwa kwa mapigano. Wawakilishi kutoka Ufaransa, Ujerumani, Italia, Poland, Uhispania pamoja na Umoja wa Ulaya wanaungana na waziri wa mambo ya nje David Lammy mjini London katika mkutano wa kile kinachoitwa kundi la Weimar. Muungano huo ulianzishwa mwezi Februari ili kukabiliana na mabadiliko ya sera ya Marekani kuelekea vita kati ya Ukraine pamoja na Urusi na usalama wa Ulaya kwa ujumla chini ya Rais Donald Trump. Lammy anatarajiwa kutangaza vikwazo zaidi vinavyolenga wale wanaounga mkono uvamizi wa Urusi. Hii ni sehemu ya taarifa ambayo imetolewa. Kwa hiyo wakati Ukraine wanakutana na Urusi, ni kwamba siku mbili kabla, ni kwamba sasa wao wamesema wanataka wakutane wajadiliane juu ya kile ambacho kinaendelea. Sasa hapa kuna mambo mengi ambayo yanaweza yakajitokeza. Unafahamu hizi nchi za Ulaya ambazo zinaongozwa na Uingereza, yani Uingereza yeye baada ya kugundua kwamba mipango waliokuwa nayo mbele ya Ukraine imekuja kufilisiwa na Marekani baada ya kuingia utawala wa bwana Donald Trump, hasa waliposaini ule mkataba wa madini kati ya Marekani pamoja na Ukraine, ni kwamba jambo hilo limewachefua sana wale washirika wa Ukraine ambao walikuwa wanaipambania Ukraine kwa namna yeyote ile, ili wahakikisha wanakuja kunufaika na zile rasilimali zilizopo, hasa rasilimali madini. Sasa Marekani iliwatangulia mbele. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba Ufaransa, Uingereza, Poland, Italy pamoja na huo Umoja wa Ulaya wameamua wakutane ili waangalie namna gani sasa wanavyoweza wakaisaidia hiyo Ukraine, na kama sio kuisaidia basi wakutane naye wamuulize, bwana Zelensky, wewe utatupa nini? Maana maeneo ambayo tulikuwa tunatarajia tupewe yote umewapa hao wa Marekani. Na ndio maana sasa hivi mnaona ni vikao ambavyo haviishi, ni kwamba Marekani ametangulia mbele ya akili zao. Marekani kawatangulia kwenye fursa, na sasa wanajikuta hawana kitu chochote ambacho wanaweza wakakipata pale nchini Ukraine kama faida ya wao kujitoa na kuisaidia hiyo Ukraine. Sasa Uturuki, kama nilivyosema, iko tayari kuandaa mazungumzo haya ya amani, ambapo Uturuki ipo tayari kuandaa mazungumzo ya usaidizi ili kumaliza mapambano. Hii ni kauli ambayo ilizungumzwa na Recep Tayyip Erdogan siku ya Jumapili wakati akimwambia rais wa Ufaransa, na Erdogan amesema Ankara ipo tayari kuwezesha mazungumzo, na wakati Ukraine imesema tayari yenyewe iko nayo kuingia katika muda wa usitishaji mapigano wa siku 30. Na usitishaji wa mapigano haya au kukubaliana kwa Urusi au kuonesha dalili Urusi kwa
kwamba wako tayari kukaa kwenye meza ya mazungumzo, hii ni advantage kali sana kwa Ukraine. Na ndio maana tumeona rais wa Ukraine tena kwenye mabandiko yake mengine ameandika, it is a positive sign that the Russians have finally begun to consider ending the war. The entire world has been waiting for this for a very long time, and the very first step in true ending and war in a ceasefire. There is no point in continuing the killing even for a single day. We expect Russia to confirm a ceasefire, full, lasting, and reliable starting tomorrow, May 12, and Ukraine is ready to meet. Hii ilikuwa ni kauli nyingine ya rais wa Ukraine bwana Volodymyr. Yani jana alipoambiwa kwamba Putin anakubali wakae kwenye meza ya mazungumzo, alikuwa kama mwehu. Yani muda wote yupo anabandika machapisho kwenye mitandao huko, yani haeleweki. Alisema ni ishara chanya kwamba Warusi hatimaye wameanza kufikiria kumaliza vita. Ulimwengu wote umekuwa ukingojea jambo hili kwa muda mrefu sana, na hatua ya kwanza kabisa katika kukomesha kwa vita vyote vile ni usitishaji wa mapigano. Hakuna maana ya kuendeleza mauaji hata siku moja. Tunatarajia Urusi itathibitisha usitishaji mapigano kamili wa kudumu na wa kutegemewa kuanzia kesho, kwa maana ya leo tarehe 12, na Ukraine iko tayari kwa ajili ya kukutana. Kwa hiyo mnaweza mkaona namna ambavyo rais wa Ukraine alikuwa anatamani sana hiki ambacho kinatokea, lakini kwa bahati mbaya watu ambao walikuwa wanamkoli rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky ndio hawa ambao sasa hivi na wenyewe wameanza kustep down. Na hili linafanyika kwa sababu tu rais wa Marekani bwana Donald Trump amemwambia rais wa Ukraine kwa hivi sasa hatakiwi hata kidogo kupoteza hii nafasi ambayo ameipata, vinginevyo anaweza akajikuta anaingia katika nyakati ngumu zaidi ambazo hakuwahi kuzi-expect tangu wakati wa operation ya Urusi inaanzishwa. Tunafuatilia kwa ukaribu zaidi, nafikiri tutajua Urusi wao wanasema nini. Je, Putin atakubali kwenda yeye mwenyewe kule Uturuki au Putin atatuma wasaidizi wake? Hili ndio swali la msingi ambalo kwa hivi sasa dunia inalisubiri kwa hamu na gamu. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.